Bwana, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania maarufu kama TEC wametoa tamko ambalo linahusiana na masuala ya amani kwa taifa kuelekea siku ya uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, ambapo wameanza kwa kuandika maneno haya ambayo yanafuata: mimi sitaongeza wala kupunguza jambo lolote. Tamko hilo liko katika PO Box 2133, wakaweka namba za simu pale Catholic Secretariat na ikaandika Tanzania Episcopal Conference na wakaweka email zao na mambo mengine, Dar es Salaam, Tanzania. Tamko la Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC kuhusu amani kwa taifa kuelekea siku ya uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utakaofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Sauti ya watu, sauti ya Mungu. Utangulizi. Maana Kristo mwenyewe ametuletea amani kwa kuwafanya Wayahudi na watu wa mataifa mengine kuwa jamii moja. Kwa mwili wake yeye mwenyewe aliyoubomoa ule ukuta uliowatenganisha na kuwafanya maadui, aliondoa ile sheria pamoja na amri zake na kanuni zake, ili kutokana na jamii hizo mbili aumbe jamii moja mpya katika umoja naye, na hivyo kuleta amani. Kwa mwili wake Kristo aliuangamiza uadui wao, kwa msalaba wake aliziunganisha jamii zao kuwa moja na kuzipatanisha na Mungu. Hii inapatikana katika Waefeso 2 mstari wa 14 hadi 16. Sisi maaskofu wa Kanisa Katoliki Tanzania moja, tunatambua kuwa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi ambayo inafuata misingi ya demokrasia na haki ya kijamii. Na pia 2, tunatambua kuwa ibara ya 5 kwenye mabano 1 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imempa haki kila raia aliyetimiza miaka 18 kupiga kura kwa mujibu wa vifungu vya 81 kwenye mabano 1 na 2 na 85 kwenye mabano 1 vya sheria ya uchaguzi na rais wa bunge na madiwani. Na kwa hivyo 3, kwa kutambua kwamba mamlaka ya serikali inayotawala raia wake kidemokrasia yanatoka kwa wananchi, sisi maaskofu wa Kanisa Katoliki Tanzania tumetazama kwa jicho la kimungu mambo yanayoendelea nchini, hasa katika kipindi hiki muhimu cha uchaguzi mkuu. Tumesikiliza sauti za waumini, viongozi, wananchi pamoja na wadau mbalimbali wa masuala ya kisiasa nchini. Tumesali na kutafakari kwa kina, na hivi tunatamka ifuatavyo. 1. Kanisa Katoliki Tanzania halijihusishi na masuala ya kisiasa, lakini lina wajibu kutoa mawazo, ushauri na mtazamo wake kwa waumini, wananchi na serikali juu ya mambo muhimu yenye mustakabali wa maendeleo ya raia na taifa. 2. Tunafahamu kuwa mchakato wowote wa kidemokrasia hujumuisha michakato ya wazi, hutoa fursa ya ushiriki wa pande zote muhimu katika mchakato wa uchaguzi mkuu ili kuepusha mivutano au machafuko katika eneo husika. 3. Kanisa tunao wajibu wa kuwakumbusha waumini wetu ambao, ukiachilia mbali imani yao ambayo imejengwa juu ya dhehebu Katoliki, lakini bado wengi wao wanashiriki katika medani za kisiasa wakiwa kama wanachama, viongozi, watumishi na waandamizi wa vyama tofauti, kuwasihi kulinda amani ya nchi katika shughuli zao za kila siku. Wito wa Baraza la Maaskofu kwa waumini wa Kanisa Katoliki Tanzania. Sisi maaskofu wa Kanisa Katoliki Tanzania 4, kwa kuzingatia historia na uhalisia wa athari za machafuko ya kisiasa ambayo yamekuwa yakishika kasi katika mataifa mengine ulimwenguni, Kanisa Katoliki nchini linawasihi waumini wake na Watanzania kwa ujumla kutoshiriki, kutoratibu au kuhamasisha mipango ya uvunjifu wa amani ili kulinda ustawi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 5, tunatoa wito kwa waumini, wananchi, viongozi na wadau wa siasa ambao kwa namna moja ama nyingine hawajaridhishwa na mwenendo wa mchakato wa uchaguzi mkuu nchini kutafuta njia rafiki za kuondoa changamoto wanazoziona kuliko kutumia kauli chonganishi ambazo zinaweza kuvuruga amani na taswira ya Tanzania kitaifa na kimataifa. 6, tunawasihi Watanzania wote bila kujali imani zao, chama au msimamo wao wa kisiasa kutojihusisha na dhamira yoyote itakayoandaliwa kwa kusudi la kuchochea maandamano, ghasia za machafuko, vurugu, uharibifu wa mali za umma au binafsi nchini. 7, tunawahimiza wananchi, viongozi na mamlaka zote nchini kuendelea kuheshimu haki na maoni ya wengine, hususan wale wenye maoni tofauti kisiasa,
ili kudumisha mshikamano wa kitaifa kabla na baada ya uchaguzi mkuu Tanzania. 8. Tunawasihi watawa, viongozi wa jumuiya, vigango na parokia za Kanisa Katoliki Tanzania kutekeleza wito wao wa kuihubiri amani kwa mataifa yote ili kuzuia haiba ya watu wote wanaojaribu kuhamasisha fujo katika mitandao ya kijamii, maeneo ya kazi pamoja na makazi. Aidha, Baraza la Maaskofu Tanzania tunatoa wito kwa kiongozi yeyote atakayeshinda nafasi ya urais Tanzania kuliongoza taifa awe tayari kuliunganisha taifa mara baada ya uchaguzi mkuu na kuchukua hatua madhubuti za kuendeleza amani na mshikamano kwa maendeleo ya taifa. Hitimisho, kwa kuzingatia mchakato wa uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe 29 Oktoba 2025, Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki Tanzania linathibitisha msimamo wetu wa kudumisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Tunatoa wito kwa waumini wa Kanisa Katoliki na Watanzania wote bila kujali chama au msimamo wa kisiasa kuendelea kuwa walinzi wa amani, kuepuka vitendo vyote vya fujo na kuheshimu haki na maoni ya wengine. Baraza la Maaskofu tunasisitiza kuwa mshikamano wa kitaifa, heshima ya utu wa binadamu na ushirikiano wa kijamii ni nguzo kuu za maendeleo ya Tanzania. Tunawahimiza viongozi, waumini na wananchi wote kushirikiana kikamilifu katika kulinda amani, kudumisha umoja wa kitaifa na kuchukua hatua za hekima katika kukabiliana na changamoto zozote zitakazojitokeza wakati na baada ya uchaguzi. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Ni sisi maaskofu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Askofu Wolfgang Pisa OFM Cape, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na Askofu wa Lindi, Askofu Eusebius Ngijilo, makamu wa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na Askofu wa Mpanda, Askofu Flavian Kasala, Askofu wa Geita, Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga, Askofu Mkuu wa Mbeya, Askofu Mkuu Beatus Kinyaia OFN Cap, Askofu Mkuu wa Dodoma, Askofu Mkuu Yuda Tadei Ruwaichi OFM Cap, Askofu wa Dar es Salaam, Askofu Mkuu Damian Dalu, Askofu Mkuu wa Songea, Askofu Mkuu Isaac Yaman, Askofu Mkuu wa Arusha, Askofu Mkuu Renatus Nkwande, Askofu Mkuu wa Mwanza, Mwadhama Protas Cardinal Rugambwa, Askofu Mkuu wa Tabora, Askofu Tarsisius Ngalaleku Mtwa, Askofu wa Iringa, Askofu Michael Msonganzila, Askofu wa Musoma, Askofu Ludovic Mlinde ALCP OSS, Askofu wa Moshi, Askofu Method Kilaini, msimamizi wa kitume wa Bukoba, Askofu Agapitus Ndorobo, Askofu wa Mahenge, Askofu Joseph Nlola LALCP OSS, Askofu wa Kigoma, Askofu John Ndimbo, Askofu wa Mbinga na msimamizi wa kitume wa Njombe, Askofu Salutaris Libena, Askofu wa Ifakara, Askofu Almachius Rueyongeza, Askofu wa Kayanga, Askofu Liberatus Sangu, Askofu wa Shinyanga, Askofu Titus Ndoe, Askofu wa Mtwara, Askofu Bernardine Mfumbusa, Askofu wa Kondoa, Askofu Prosper Limo, Askofu msaidizi wa Arusha, Askofu Edward Mapunda, Askofu wa Singida, Askofu Beatus Urasa ALCP OSS, Askofu wa Sumbawanga, Askofu Anton Lagweni, Askofu wa Mbulu, Askofu Bilbert Nhasi, Askofu wa Tunduru Masasi, Askofu Lazarus Msimbe SDS, Askofu wa Morogoro, Askofu Simon Nasondole, Askofu wa Bunda, Askofu Henry Nchamungu, Askofu msaidizi wa Dar es Salaam, Askofu Stefano Msomba OSA, Askofu wa Bagamoyo, Askofu Christopher Ndizeye, Askofu wa Kahama, Askofu Nteule Thomas Kiangio, Askofu wa Tanga, Askofu Severini Niwe Mugizi, Askofu wa Rurenge Ngara, Askofu Augustin Shayo CSSP, Askofu wa Zanzibar. Imetolewa Dar es Salaam tarehe 11 Oktoba, Dominika 28 ya mwaka C wa kanisa mwaka 2025, na imesainiwa na Mwasham Askofu Wolfgang Pisa OFCMAP, rais wa Baraza la Maaskofu, pamoja na Padre Charles Kitima, katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Kwa hiyo hili ndilo tamko la pamoja la viongozi wa dini ambalo kwa ukitazama hapa limekuwa na maaskofu 35 ambao kwa pamoja wamelitoa tamko hilo. Nadhani ni kutoka mikoa yote ya Tanzania bara pamoja na kule Zanzibar
Kwa hiyo hilo ndilo tamko lao, hatuongezi neno wala hatupunguzi neno. Sisi tunatumika kama daraja kufikisha ujumbe ambao umetolewa na Baraza la Maaskofu Tanzania TEC, ambalo linaongozwa na Askofu Wolfgang Pisa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.